namna ambavyo unaendelea kufuatilia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na hususan kipindi hiki ambapo chama chetu kinatimiza miaka 49 tangu kuanzishwa kwake, na leo umefika Mbarali. Tunakushukuru sana. Leo tuko hapa kwenye kata ya Utengule Usangu, na umeona kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaifanya kwenye upande wa afya, na sisi kutumia fursa hii ya miaka 49 kwa sababu ninyi Chama cha Mapinduzi, sisi kwa umoja wetu ndio watekelezaji wakubwa wa ilani. Basi na kwa kuwa tumepita hapa kuwaona wagonjwa, tumeona huduma namna ambazo zinaendelea kuboreshwa, na vituo vya afya vingi vinaendelea kujengwa ndani ya jimbo letu la wilaya Mbarali. Kwa hiyo na mimi nimeleta mashuka hapa ili sasa wagonjwa wasikose upungufu wa kusema hawana mashuka. Kwa hiyo lakini wapongeze, namuona DMO, namuona mkurugenzi wetu wa wilaya kwa kazi kubwa ambayo wanafanya. Kwa kweli wanafanya kazi nzuri, na niwapongeze sana kwa namna ambavyo watumishi wote wa afya wanavyojitoa kuwahudumia wananchi wetu. Kwa hiyo tuwatie moyo, tunawaombea. Kazi ni wito na Mungu awabariki. Tuko pamoja. Kwanza kabla hujasema neno, na mkurugenzi kwa niaba ya serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM mkoa na mbunge, lakini Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbarali, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya, katibu wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa madiwani na viongozi wote waandamizi mliopo hapa, kazi na utu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jukumu langu la kiitifaki ni kutoa shukrani. Ninatoa shukrani kwa niaba ya halmashauri ya Mbarali, lakini pia fursa hii inanipa nafasi ya kuendelea kukuthibitishia kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kutekelezwa kwenye halmashauri hii kwa ufanisi. Katika kituo hiki cha afya unachokiona, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshashusha zaidi ya milioni 500 hapa, na katika mwaka wa 2024-2025 milioni 80 zilishuka kukamilisha jengo la OPD. Kwa kadri ambavyo tutaendelea kukusanya mapato yetu ya ndani na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, tutaendelea kuhakikisha tunashusha fedha ili kuendelea kukarabati majengo haya, lakini pia kwa ajili ya kukarabati zahanati na vituo vingine vya afya katika halmashauri yetu. Nikushukuru Mheshimiwa mbunge kwa uzalendo wako na kwa moyo wako. Halmashauri ya Mbarali itaendelea kushirikiana na wewe kwa ajili ya ujenzi wa halmashauri yetu. Nakushukuru sana. CCM oye! Mbarali oye! Bahati Ndingo oye! Na mimi nimesimama hapa kumshukuru mbunge wetu wa jimbo la Mbarali, dada yetu Bahati Ndingo, kwa moyo wa imani na moyo wa kizalendo, kwa sababu wanasema kutoa ni moyo, sio utajiri, sio mali. Yaani imani ya kutoa iko kwenye moyo, na ndio maana kufanya nini kilichopo ndani ya moyo ni ngumu sana, sababu moyo hauonekani, lakini kutoa ni moyo. Kwa hiyo tunapongeza sana kwa kusapoti wagonjwa wetu na kuisapoti serikali. Nimekusikia mkurugenzi, nakushukuru na kupongeza sana madiwani wote mliopo hapa, viongozi mbalimbali, DMO kwa maelezo mazuri uliotupitisha. Tumeona umesema kwamba mnavyo vitanda 51. Hiyo ni kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na tumeongea na wagonjwa hapa, tumesikia hakuna mgonjwa wote anatoa malalamiko, wote wanasema wamepokewa vizuri na wanahudumiwa vizuri. Na ndio dhamira ya serikali ambayo iko chini ya Chama cha Mapinduzi, ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kuona watu wake wanahudumiwa bila kujali matabaka, wanahudumiwa kwa usawa. Lakini isitokee mgonjwa amekosa huduma hapa kwa sababu hana pesa au amerudi nyumbani. Wahudumieni wagonjwa kama vile maelekezo ya serikali ambayo iko chini ya Chama cha Mapinduzi inavyosema na ilani ya CCM inavyosema. Lakini muendelee kuhamasisha watu wetu kupitia mbunge na madiwani ule mpango wa bima za afya kwa wote, kwa wale watu ambao wana uwezo, wazee, kina mama, watoto, ili wajiunge na bima kuondoa zile changamoto ambazo mtu anaweza akaja hapa akakosa kutibiwa na kupunguza mzigo wa serikali. Kwa hiyo niwashukuruni sana, muendelee kushikamana, muendelee kuwa na upendo hivyo, wajali wagonjwa, lakini na watu mbalimbali. Tumeenda huko kwenye shule, tumeona diwani ametoa vifaa kwa ajili ya shule. Kwa hiyo ndio Mbeya tunayotaka na ndio Mbarali tunayotaka, viongozi wanaoshuka chini kuhudumia wananchi.